أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Leo taarifa tulionayo kwanza ni kuwa jeshi la kizayuni la Israel limeripotiwa kufanya mashambulio zaidi ya 20 dhidi ya Syria, mashambulio ambayo ni makali zaidi kupata kutokea toka mwaka huu wa 2025 ulipoanza, na mara hii wakiushambulia mji mkuu wa nchi hiyo Damascus. Kadhalika tunayo taarifa ya watu 20 kuuawa katika ukanda wa Gaza, lakini vile vile tuna taarifa ya Wahuthi kuendelea kuishambulia Israel. Taarifa ya Falastini katika ukanda wa Gaza, mamlaka yake inatangaza kuwa zaidi ya Falastini 52,400 wameuawa ndani ya miezi 18 ya mapambano katika ukanda huo, na khatibu mkuu wa msikiti wa Al-Aqsa kule Jerusalem ameonya kuhusu siasa hatari za wavamizi wa kizayuni katika msikiti huo. Kadhalika mahakama ya ICJ itaendelea kusikiliza kesi inayoukabili utawala wa Israel katika vitendo vinavyoendelea huko katika ukanda wa Gaza. Kwanza tuanze na taarifa inayozungumzia mashambulizi ya Israel. Duru za habari zimeripoti kuwa usiku wa kuamkia Jumamosi Mei 23, utawala wa kizayuni wa Israel umefanya mashambulizi yasiyopungua 20 ya anga dhidi ya viunga vya mji mkuu wa Syria Damascus, Daraa na Hama, yakiwa ni mashambulizi makali zaidi dhidi ya nchi hiyo tangu ulipoanza mwaka huu wa 2025. Kwa mujibu wa duru hizo, mashambulizi hayo yamejumuisha kambi za zamani za jeshi la Syria karibu na kijiji cha Shatha huko Hama, makao makuu ya kikosi cha jeshi la zamani la Syria kaskazini mwa Damascus, na kambi ya kijeshi huko Daraa. Mlipuko imeripotiwa Damascus na kwenye vitongoji vyake, ikiwa ni pamoja na Harasta ambapo maafa ya raia yamethibitishwa. Vyombo vya habari vya utawala wa kizayuni vimesema baadhi ya maeneo ya mji mkuu wa Damascus yamelengwa kwa mara ya kwanza tangu serikali ya Rais Bashar al-Assad ilipoanguka mwezi Disemba mwaka jana 2024. Syria imekuwa ikiandamwa na hujuma na mashambulizi ya kijeshi ya utawala ghasibu wa Israel katika maeneo makubwa kusini mwa nchi hiyo. Aidha, imekumbwa Syria na mamia ya mashambulizi ya anga ya utawala wa kizayuni ambayo yamekuwa yakilenga zaidi miundombinu ya kijeshi iliyokuwa zamani wakati wa utawala wa Bashar al-Assad. Mapema siku ya Ijumaa Mei 2, ndege za kivita za utawala ghasibu wa Israel zilishambulia karibu na ikulu ya rais wa Syria mjini Damascus, likiwa ni shambulio la pili la utawala huo haramu dhidi ya nchi hiyo ya Kiarabu wiki hii, huku kukiwa na ukimya wa utawala unaotawala hivi sasa nchi hiyo ukiongozwa na kikundi cha Hayat Tahrir Sham HTS, kana kwamba hakuna kinachotokea. Al-Jawlani ambaye anaiongoza serikali hiyo ya Syria baada ya kuondolewa al-Bashar ni kibaraka wa Israel, Marekani na Uturuki aliyetumiwa na nchi hizo kuanzisha kundi la IS, yani Islamic State, lililofanya jinai za kutisha nchini Iraq na Syria, na kwa msaada wa mataifa hayo hasimu kwa Uislamu amekalia kiti cha utawala wa Syria, na hivi sasa tayari Israeli, Uturuki zimegawana ardhi ya Syria, kila nchi inachukua sehemu yake. Kwa upande wake, Al-Jawlani amekuwa kimya na hajawahi kutoa tamko lolote dhidi ya mashambulizi ya Israeli na kuchukua maeneo ya nchi hiyo, huku Israeli ikifanya mashambulizi ya kuteketeza kila kambi ya kijeshi ili kuhakikisha kuwa Syria inakuwa haina uwezo aina yoyote wa kujilinda. Operesheni za kijeshi za Israeli nchini Syria zinafanyika katika hali ambayo waziri wa vita wa utawala huo Israel Katz alitangaza siku ya Jumapili kuwa Israeli inapanga kuweka vikosi vyake vamizi kusini mwa Lebanon na Syria kwa muda usiojulikana. Hali kadhalika, taarifa iliyochapishwa tarehe 2 mwezi wa 5 2025 ikieleza kuwa wakati mashambulizi ya Israeli yakisababisha vifo vya watu 20 huko Gaza, harakati ya mukawama ya Yemen Ansarullah nao wanaowaunga mkono wa Falastini katika vita vya mauaji ya kimbari vya Israeli dhidi ya Falastini wa Gaza wamefyatua makombora kadhaa kuelekea Israeli. Wakati mazishi ya mashahidi waliouawa Gaza kufuatia mashambulio ya kinyama ya Wazayuni yakiendelea,
Wanaoonekana pichani ni wakazi wa Khan Yunis wakiwa kwenye mazishi ya watu waliouawa kinyama kutokana na mashambulizi ya kinyama ya Wazayuni huko Gaza. Kulingana na afisa wa shirika la ulinzi la raia la Gaza, Muhammad al-Mughayir, mashambulizi ya Israeli yaliyofanyika siku ya Ijumaa Mei 2 yamesababisha vifo vya takriban watu 20 ikiwa ni pamoja na waliouawa katika kambi ya wakimbizi ya ndani ya Bureij. Wizara ya afya huko Gaza inathibitisha kuwa Hamas imesema tangu Israeli ilipoanzisha kampeni mpya ya mauaji ya kinyama mnamo Machi 18, karibu watu 2326 wameuawa na hivyo kupelekea idadi ya jumla ya vifo tangu kuanza kwa vita hivyo kufikia watu 52,418. Pichani wakiwa katika hali mbaya sana ya utapiamlo na dhiki na kukata tamaa, unashuhudia watoto wa Kifalastini wakisaka mabaki ya chakula kwenye mkusanyiko wa takataka, wakisaka mabaki ya chakula wanayoweza kupata kwa ajili ya kujinusuru na njaa. Msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na misaada ya dharura huko Gaza, Olga Cherenfko, amesema hali ni mbaya hadi watoto wa Gaza kulazimika kutafuta mabaki ya chakula kwenye milima ya takataka, huku baadhi ya watu wakilazimika kuvamia misafara inayodhaniwa kusheheni misaada ya kiutu. Aidha, Bi Cherevko ameitolea wito jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua haraka iwezekanavyo. Leo hii jumuiya ya kimataifa ina chaguo la kuendelea kutazama picha za huzuni za Gaza iliyozingirwa na kukabiliwa na njaa na kujumuisha ujasiri na maadili muhimu ili kufanya maamuzi ambayo yatasitisha mzingiro huu wa kinyama. Watu wa Gaza hawana chaguo lolote, hatima yao inategemea jukumu letu la pamoja kuchukua hatua. Ansarullah wa Yemen wanaopambania wa Falastini kwa kuishambulia Israeli ili kuwaunga mkono wa Falastini wa Gaza wanaouliwa kama kuku na uvamizi wa Kizayuni katika ardhi ya Falastini wamefyatua makombora kadhaa kuelekea Israeli, ambapo kambi ya kijeshi mashariki mwa eneo linalokaliwa la Haifa ikiwa ni miongoni mwa maeneo yaliyolengwa. Jeshi la Israeli limesema limefanikiwa kuyadungua makombora mawili huku mlipuko ukisikika huko Jerusalem, jambo ambalo linatia shaka ukweli wa tamko la Israeli kuwa imezuia mashambulio hayo na makombora mawili kuzuilika, lakini milipuko imesikika karibu na Jerusalem. Hali kadhalika tunayo taarifa iliyotolewa mwanzoni kabisa mwa mwezi huu wa Mei kwamba kwa mujibu wa taarifa za mamlaka ya afya ya Gaza, hadi kufikia siku ya Jumatano Aprili 30, zaidi ya Wafalestina 52,400 wameuawa katika kipindi cha miezi 18 iliyopita na wengine 118,014 wameuliwa. Pichani unashuhudia picha ya timu ya uokoaji wakikagua uharibifu uliofanyika kwenye hospitali ya Al-Ahli kufuatia shambulio la Israeli. Mashambulizi ya angani yanaendelea kufanywa na Israeli katika ukanda wa Gaza yameua maelfu ya raia, huku hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya. Katika saa 24 zilizopita peke yake, watu 35 waliuawa na 119 kujeruhiwa. Mashambulio hayo yamekuwa yakifanyika kila siku tangu Israeli ilipoanzisha tena operesheni za kijeshi mnamo Machi 18, ikivunja mkataba wa usitishaji mapigano wa miezi miwili uliosimamiwa na Misri, Qatar na Marekani. Marekani, taifa ambalo ndiye mfadhili mkuu na anayesimamia mauaji ya Gaza, kwa kutoa kila suhula inayowezesha kuangamizwa kwa taifa la Falastini. Tangu wakati huo, wa Palestina 2308 wameuawa na zaidi ya 5,900 kujeruhiwa. Wapalestina unaowatazama katika kioo chako wakihangaika ni wale walionusurika katika mashambulizi ya kinyama ya Wazayuni, wakilenga kuwaua na familia zao na kubomoa makazi yao ili kuhakikisha ama wanateketea wote kwa ujumla wao au wanahama kutoka nchi yao ili Trump na Wazayuni wenzake wapate fursa ya kuipora ardhi ya Falastini na kuifanyia uovu wao, ikiwa ni pamoja na kujenga makasino. Katika shambulio lililoripotiwa Jumatano Aprili 30 na shirika la habari la Wafa, watu wasiopungua 12 waliuawa kwenye kambi ya wakimbizi ya Nusrat, wakiwemo watoto, huku mashambulizi mengine yakiripotiwa huko Jabalia na Khan Yunis. Kutoka Jerusalem, taarifa iliyochapishwa siku ya Jumamosi Mei 3 inasema kuwa khatibu wa msikiti wa Al-Aqsa ameonya kuhusiana na kushadidi mashambulizi ya Wazayuni dhidi ya msikiti wa Al-Aqsa na Baitul Muqaddas na kutoa mwito wa kukabiliana mara moja na vitendo hivyo visivyo vya kibinadamu. Sheikh Ikrima Sabri, khatibu wa msikiti mtukufu wa Al-Aqsa, ametaka kuchukuliwa hatua za haraka
na za maana katika nyuga zote kwa ajili ya kukabiliana na mipango michafu ya wavamizi wa msikiti mtukufu wa Al-Aqsa na mji mtukufu wa Baitul Muqaddas. Aidha, amesema utawala wa Kizayuni wa Israeli umepanua wigo wa uvamizi wake dhidi ya Masjidul Aqsa tangu kulipoanza vita vya Gaza. Sheikh Sabri amebainisha kwamba wavamizi wanatekeleza siasa za kuwabaidisha kwa umati wa Falastini, jambo ambalo halifanyiki sehemu yoyote ile duniani. Unaowatazama pichani ni sehemu ya kundi la walowezi wa Kizayuni wenye mioyo ya kinyama ambao bila haki yoyote wala uhalali wa namna yoyote wamekuwa wakivamia mara kwa mara eneo la msikiti wa Al-Aqsa, huku wakishindikizwa na askari wa Kizayuni na kuingia ndani ya msikiti na kisha kuunajisi kwa nia ya kuwaudhi Waislamu ili wapate sababu ya kumwaga damu zao zilizo tahara za Waislamu hao. Msikiti wa Al-Aqsa unajulikana kwa nembo ya utambulisho wa Kiislamu na wa Palestina na eneo takatifu la Quds, lakini utawala wa Israeli unajaribu kuharibu utambulisho huo. Lakini kusimama imara na kuwa macho wananchi wa Palestina kumeufedhehesha utawala huo wa Kizayuni na kupelekea njama zao kushindwa. Walowezi wengi wa Kizayuni wenye misimamo mikali mara kwa mara wamekuwa wakivamia msikiti wa Al-Aqsa, kibla cha kwanza cha Waislamu wote duniani, na kufanya vitendo vya kichokozi huku wakiwa wanapatiwa ulinzi na vikosi vya usalama vya utawala haramu wa Israeli. Vitendo vya hujuma vya walowezi wa Kizayuni dhidi ya msikiti wa Al-Aqsa vimekithiri zaidi baada ya kuingia madarakani serikali yenye misimamo mikali ya Benjamin Netanyahu, ambayo imekuwa ikionyesha chuki ya wazi dhidi ya Wafalastini na maeneo yao matakatifu. Taarifa nyingine muhimu ni kutoka kule mjini The Hague nchini Uholanzi, ambapo mahakama ya ICJ itakamilisha kesi kuhusu Israeli hivi karibuni. Taarifa iliyotolewa Mei pili, mahakama ya kimataifa ya haki ICJ imepanga kukamilisha siku ya Ijumaa kesi iliyokuwa ikijadili hatua zinazotakiwa kuchukuliwa na Israeli ili kuhakikisha ufikaji wa misaada ya kibinadamu huko Gaza na katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Wakati suala la matumizi ya kuzuia huduma za kibinadamu likiwa kama silaha ya kuwaua Wafalestina huko katika ukanda wa ukingo wa magharibi. Huko The Hague nchini Uholanzi, majaji 15 wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ, International Court of Justice, walikuwa wakiendelea baada ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuitaka mwaka jana kutoa maoni yake juu ya wajibu wa kisheria wa Israeli kufuatia uamuzi wake wa kupiga marufuku shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi wa Kifalastini UNRWA. Kesi hiyo inaendelea wakati shirika la Msalaba Mwekundu limetoa indhari kali siku ya Ijumaa Mei pili kuwa mfumo wa misaada ya kibinadamu huko Gaza unakaribia kuporomoka kabisa ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa ili kurejesha mtiririko na usambazaji wa misaada ya kibinadamu kwa Wafalastini wapatao 2.4 milioni. Shehena ya misaada ya kibinadamu kutoka shirika la mpango wa chakula duniani WFP, yani World Food Program, ikiandaliwa kutokea Misri kuelekea Gaza. Picha unayoitazama ni moja ya shehena ya malaki ya tani za misaada mbalimbali ya kibinadamu iliyozuiliwa na utawala katili na umuaji wa watoto wadogo, wachanga na kina mama wa Kizayuni kuingizwa Palestina na WFP baada ya kuzingira ukanda huo wakilenga kuwahilikisha Wafalestina kwa ukosefu wa chakula, maji safi na salama, dawa na mahitaji mengine muhimu ya kibinadamu. Maelfu ya malori yaliyosheheni misaada hiyo yamesimama katika mpaka wa Misri na Gaza wakisubiri kuingia Gaza kwa takriban miezi miwili sasa hivi. Tangu Israeli ilipochukua hatua ya kuzuia misaada, Umoja wa Mataifa umekuwa ukitahadharisha juu ya hali mbaya ya kibinadamu, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa viwango vikubwa vya njaa, maradhi na vifo na watu wasiokuwa na hatia. Naibu mkurugenzi wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC, Pascal Hunt, amesema wananchi wa Gaza wanakabiliwa na madhila ya kila siku huku wakihatarisha maisha yao kutokana na mapigano, wanahamishwa kila kukicha, wanakabiliwa na matokeo ya kuzuiliwa misaada ya dharura na ya kibinadamu, akisisitiza kuwa hali hiyo haipaswi na haitakiwi kuendelea. Juhudi za kusitisha mapigano huko Gaza bado zimekwama, huku Israeli ikiwa imezuia kuanzia Machi pili mwaka huu kuingizwaji wa chakula, mafuta, dawa na misaada mingine ya kibinadamu katika eneo lililokumbwa na maafa. Mashambulizi pia yanaendelea huku Israeli ikichukua udhibiti wa sehemu kubwa ya ardhi ya Falastini kwa madai kuwa ni hatua ya kuishinikiza Hamasi kuachilia mateka zaidi ambao wako mikononi mwao.
Israeli ilishambulia usiku wa kuamkia Ijumaa kambi ya wakimbizi ya ndani ya Bureij na kusababisha maafa kama alivyoelezea Mohamed Abdul Zein aliyewapoteza ndugu na familia yake. Hayo yakiarifiwa, kundi la wanaharakati wanaoandaa mashua ya kusafiria kuelekea Gaza wamesema meli yao ilishambuliwa na droni ya Israeli usiku wa kuamkia Jumamosi katika bahari iliyo chini ya sheria za kimataifa karibu na Malta walipokuwa wakielekea katika ardhi ya Palestina. Serikali ya Malta imeeleza kuwa watu wote 16 waliokuwemo ndani ya meli hiyo wako salama. Hizo ndizo taarifa ambazo tulizozikusanya katika kipindi cha kuanzia jana, ambapo kubwa kuliko yote ni kwamba mashambulio ya Israel dhidi ya Wafalastini bado yanaendelea, mauaji ya kinyama ya kimbari ikiwemo kubomoa miundombinu ya Gaza, kuua watoto na kina mama, kuvunja makazi yao kwa nia ile ile ya kutaka kuwafukuza Wafalastini katika ardhi yao. Lakini vile vile kuna kesi inaendelea kule The Hague katika mahakama ya haki ya kimataifa kuhusiana na swala la serikali ya Kizayuni kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia katika ukanda wa Gaza, bila kusahau khatibu wa swala ya Ijumaa wa msikiti wa Baitul Muqaddas kule Yerusalemu kwamba ametoa mwito kwa jamii ya kimataifa kuangalia swala hili la uvamizi wa Kizayuni kuingia ndani ya msikiti bila kuwa na tahara ya namna yote na bila kuwa na sababu, jambo ambalo ni kwa ajili ya kuwachokoza Palestina kwa nia ya kutaka kuwaua kwa lengo la kutaka kuiyahudisha nchi hiyo na kuyahudisha msikiti huu ambao ni mali ya Waislamu kutokana kwa mujibu wa mashirika yote ya dunia ikiwemo Umoja wa Mataifa. Madam vifo vinaendelea na hakuna dalili za kusimama kwa vita, hakuna dalili za kufikia mapatano, tuendelee na utaratibu wa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie yapatikane maafikiano, awapelekee yale atakayowashughulisha wale wanaopanga taratibu za kuwamaliza na kuwaua Wafalastini, ajalie kufikiwa kwa mapatano yatakayosababisha kupatikana amani baina ya Wafalastini na Waisraeli, ambapo wamekuwa wakiwaua Wafalestina kwa muda mrefu sana kwa nia ya kutaka kuipora ardhi yao, lakini vile vile wawafanye wale wanaopanga mipango ya kuwahujumu na kuwamaliza Wafalastini yale waliokusudia kwa Wafalestina ya warejee wao wenyewe. Kwa kupata majibu ya hilo, tuendelee kusoma Suratul Fil na vile vile Suratul Lahab Tabbat Yada. Kwa kufanya hivyo, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, mambo yatabadilika na hakuna sababu ya kukata tamaa, kwa sababu Wafalestina wanachopigania ni haki yao na bila shaka ushindi utakuja kwao siku moja. Shime alaikum Waislamu, tuendelee kufanya ibada hiyo na kusoma adhkari hizo kila siku bila kuchoka, kwani wenzetu wako katika hali mbaya sana, bila kujali wale ambao ni viongozi wa Kiislamu na wanadini ya Kiislamu na wanaojua mafundisho ya Uislamu na Mtume ameagiza nini kuhusu jambo hilo. Hata kama wao wakikaa kimya, wewe ambaye ni Muislamu usiache kufanya na Mwenyezi Mungu anakusikia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.